Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Larijani wa Iran anasema vita vitakwisha kabla ya maadui kujuta kwa makosa makubwa, na kwamba wataendelea kuwasha moto eneo hilo la Mashariki ya Kati mpaka pale ambapo Marekani na Israel wataamua kujiondoa katika vita hivyo na kuomba radhi kwa kuishambulia Iran. Wakati rais wa Marekani Donald Trump akitoa maoni ya hapa na pale kuhusu vita na Iran kukaribia mwisho wake, maafisa wa Iran wameapa kampeni isiyoisha katika Mashariki ya Kati, wakirejelea maoni yanayohusishwa na kiongozi mkuu mpya Mojtaba Khamenei aliyeapa kulipiza kisasi dhidi ya Marekani na Israel. Ijapokuwa kuanzisha vita ni rahisi, hawataweza kushinda kwa twiti chache. Hatutalegeza hadi tuwafanye mjutie upotoshaji huu mbaya, mkuu wa usalama wa Iran Ali Larijani alisema kupitia ukurasa wake wa X. Larijani pia alitishia kulenga gridi za umeme katika eneo hilo ikiwa Marekani itashambulia usambazaji wa umeme wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Ikiwa atafanya hivyo, eneo lote litaingia giza chini ya nusu saa, na giza litatoa fursa ya kutosha kuwasaka wanajeshi wa Marekani wanaokimbilia usalama, alisema Ali Larijani. Trump alisema majeshi ya Marekani yanaweza kuzima usambazaji wa umeme wa Iran ndani ya saa moja na kuiacha nchi hiyo ikiwa na ujenzi mpya ambao unaweza kuchukua kizazi na kizazi, huku Iran ikisema wao wapo katika mpango maalum wa kutaka kuhakikisha wapo tayari kuishambulia Marekani na Israel hadi zijutie kwa nini zilianzisha vita dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kwa upande wake, Mohamed Bagher Khalibaf alionya Alhamisi kwamba Tehran itaacha kujizuia ikiwa Marekani na Israel zitaacha kushambulia visiwa vyake vyovyote katika Ghuba. Uchokozi wowote dhidi ya ardhi ya visiwa vya Iran utavunja vizuizi vyote. Tutaacha kujizuia na kuifanya Ghuba ya Uajemi kukimbia na damu za wavamizi, Khalibaf alisema katika chapisho hilo lililotolewa na ofisi ya Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran kupitia katibu mkuu wa Baraza la Usalama la Taifa. Haijabainika mara moja ni visiwa gani vilirejelewa. Hata hivyo, katika mahojiano na shirika la habari na AFP, naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran Majid Tahtiravanchi amedai kwamba Tehran ilikuwa inajilinda tu na ilitaka kuhakikisha kwamba vita haviwezi kuwekwa tena. Tahtiravanchi alithibitisha kwamba Iran ilifuatwa na baadhi ya nchi rafiki ili kukomesha mzozo huo bila kutaja ni zipi. Tunawaambia kitu kimoja, kwamba tunataka usitishaji mapigano uwe sehemu ya kanuni ya ujumla ya kumaliza vita kabisa, aliongeza. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu. Kupitia The World News utaweza kujua yote hayo.